Muungano wa vyama vya kidemokrasia duniani IDU umehitimisha mfululizo wa mikutano yake jijini Brussels, Ubelgiji, kwa kufanya uchaguzi wa safu mpya za viongozi. Katika taarifa iliyotolewa na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema, Brenda Rupia, imebainisha kwamba katika mkutano huo ambapo chama kiliwakilishwa na makamu mwenyekiti wa Democracy Union of Africa, DUA kanda ya Afrika Mashariki, Mheshimiwa Deogratias Munishi, wajumbe walimchagua waziri mkuu mstaafu wa 22 wa Canada, Mheshimiwa Stefan J. Alper, kuendelea kuwa mwenyekiti kwa miaka 3 ijayo. Aidha, mkutano huo mkuu kwa kauli moja ilimchagua mwenyekiti wa chama cha Chadema Taifa, Tundu Antipas Lissu, kuwa sehemu ya jopo la makamu mwenyekiti wa umoja huo. Rekodi ya msimamo usioyumba katika kupigania haki, utawala bora na demokrasia Tanzania, licha ya mazingira hatarishi ikiwemo jaribio la kutolewa uhai kama ilivyoelezwa kwenye mkutano mkuu, ndio uliowapa imani wajumbe kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni kumchagua Lissu katika wadhifa huo. Katika taarifa hiyo pia imebainisha kwamba zaidi wajumbe wa mkutano mkuu wa IDU walitanabaisha kuwa kwa uzoefu wake katika mapambano ya kutafuta demokrasia ya kweli, haki na uhuru wa kweli, Lissu atatoa mchango mkubwa ndani ya IDU, hasa katika kumulika maeneo yanayokabiliwa na changamoto za kuporomoka au kudorora kwa demokrasia na kuibuka kwa tawala za kiimla, hususan bara la Afrika. Ni taarifa ya Chadema ambayo imetolewa leo Mei 24 mwaka 2025 kutoka kwa mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Brenda Rupia juu ya Tundu Lissu kuwa makamu mwenyekiti wa IDU. Mimi naitwa Mikandaba na hizi ni ripoti zaidi.